إنما الأعمال بالنيات. Allah subhanahu atuambia waumini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Kwa hivyo hii ni nida kwa waumini wote na waislamu wote kwa jumla, waume na wake wote wanalinganiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii nida al-iman. Enyi mlioamini, sote tushaingia hapo ndani. Amri inakuja baada ya nida, maana baada ya nida kuna kuja mambo mawili, ima amr au nahi, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, asema ukisikia ya ayyuhalladhina amanu fasghi ilayhi sam'ak, basi tega sikio lako, fungua moyo wako, fungua akili yako kwa makini, kwa sababu baada ya hiyo nida ya Allah subhana kwa waumini, jua ni moja katika mawili yanakuja, imma amr tu'mar bihi au nahyun tunha an. Imma kuna amri Allah subhanahu wa ta'ala atakwambia, au kuna makatazo ambayo Allah atakutajia ukatazike nayo. Kwa hivyo popote unaposikia ya ayyuhalladhina amanu, jua kwamba moja katika haya mawili yanakuja. Kuwa na makini na fungua masikio yako kwa makini, utaka kujua Allah subhanahu wa ta'ala ni lipi atakayokuamrisha au kukataza. Iliyoko katika amri hii, katika aya hii ni amr, na amri yenyewe inaanza na fi'il amr, anfiqu ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, enyi mlioamini toweni katika yale mambo mazuri ambayo mumeyachuma. Toweni katika mambo mazuri ambayo mumeyachuma. Tayyibat ni mambo mazuri ambayo tafsiri yake kwa wanazuoni yanakusanya mambo mawili. Jambo la kwanza ni jayyid, kitu ambacho ni kizuri. La pili ni halal. Haya mawili yakikutana katika mali, ile mali inaitwa malun tayyib. Kwa hivyo anfiqu min tayyibat, toweni katika mazuri. Mazuri ni jambo, ni mali yaliyobeba sifa mbili. Sifa ya kwamba mali ile umeichuma kwa halali, na mali ile ni kitu kizuri. Hiyo ndio inaitwa tayyibat. Lao itakuwa ni kizuri lakini sio halali, haijakuwa tayyibat. Lao itakuwa ni halali lakini si nzuri, haitakuwa katika tayyibat. Kwa hivyo haiwi tayyibat hata yakuna shamilan lihadhain alwasfaini, mpaka hiyo imebeba hizi sifa mbili. Na haya mazuri ni katika yale ambayo tumeyachuma, yani tumeyazalisha sisi wenyewe kwa mikono yetu. Kisha Allah azza wa jalla anabainisha hikma ya haya makatazo. Kwa nini ametukataza? Asema walastum biakhidhi, kwa sababu kile ambacho sio kizuri lao mtakitoa nyinyi wenyewe, lao mtapewa, mwezi kuchukua. Kwa hivyo msitoe kilichokuwa kizuri, kwa sababu nyinyi wenyewe mnaotoa, lao mtapewa kile mlichokitoa, hamwezi kukichukua. Na lao kama mtakichukua, basi mtakichukua illa an tughmidhu fi. Ukiamua kukichukua kile ambacho sio kizuri, basi utakichukua huku waona haya, huku huna uso wa kumwangalia yule anayekupa, utafeel embarrassed, utaona uzito, mimi vipi huyu jamaa yonipa kitu namna hii ambacho si kizuri, lakini labda kwa kumstahi itabidi uchukue. Basi ikiwa hiyo ndio hali, na nyinyi nanyi kadhalika waumini, msitoe kile ambacho si kizuri. Hii ni mizani Allah subhanahu wa ta'ala ametupa rahisi ya kuweza kujua ni kizuri au si kizuri. Lao utakuja kujiuliza, sasa hichi kizuri ambacho Allah amekitaja ni kizuri aina gani, ni kipi? Mizani yake sahali. Jiulize wewe mwenyewe, lao utapewa utachukua basi. Kwa hivyo roho yako ikikwambia mtaweza kuchukua kwa roho mkunjufu, kwa moyo ulio wazi na kwa furaha, basi maana yake ni kizuri. Lakini ukiona kwamba wewe mwenyewe huko tayari kukichukua, basi jua si kizuri. Hii ndio mizani ambayo Allah ametuwekea katika Qur'an. Tuambia wala tayammamu, ay la taqsudu. Tayammum maana yake ni kukusudia. Wala tayammamu alkhabitha minhu, wala msikusudie kile ambacho si kizuri. Aya hii ulama wa tafsiri watuambia sababu yake ya kuteremka ni kuwa kule Madina Ansar walikuwa kawaida yao wakija wakileta chakula cha tende kuleta msikitini, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kusudio lao wanakusudia wale ahlu sufa walioko msikitini, wale maskini ambao hawajiwezi, hali zao dhaifu, hawana makazi, hawana nyumba za kwenda kukaa, nyumba yao ni msikitini pale pale. Riziki yao wanasubiri sadaka iletwe msikitini ndipo wao waweze kula.
Hii ndio hali ya ahlu sufa. Sasa ikawa katika wale walio na uwezo huja na tende, ikiwa katika ndizi tunasema mkungu wa ndizi. Almuhimu ni ile ambayo inaobeba tende, kama vile mkungu wa ndizi, tende nao inakuja vile vile katika unqud. Sasa nasema hivi kwa sababu wale ansar walikuwa wakija na ile yote nzima ile ambayo ndugu yetu wanasema hapa ni kichale kile, wanakiangika msikitini baina ya nguzo mbili ya tende za rutab. Tende za rutab ni tende nzuri sana, unakula kama matunda kabla hajakaushwa kuwa tende, inakuwa rutab. Zile tende ambazo ndani zinakuwa kama maji, tende tamu sana, inakuwa kama fruit unakula. Sasa wanawaletea ahlu sufa, wanawekea pale katika baina ya nguzo za msikiti, wanaifunga, inakuwa imesimama hivi. Kwa hivyo yote katika ahlu sufa akisikia njaa asimama, yuapiga kile kishale, kinaanguka tende, anakula kama vile kutunda tende. Walillahi alhamd. Basi kazi huendelea namna hii mpaka ikafika wakati ikawa kuna baadhi ya watu mle Madina wakawa wanakuja katikati ya kile kishale cha tende, wakati ya tende zilizoharibika wakazisukumiza pale ndani. Tende zilizoharibika zinaitwa hashafan. Alhashaf huwa atamru radi, tende ambazo zinaharibika hakuna stakaye. Sasa wanazichukua, wanazibandika mle ndani, wanaziweka huwa zionekane. Sasa wale jamaa wa sufa wakija, wakipiga kile kishale, tende zinaanguka, lakini ni tende mbovu, tende zimeharibika. Ndipo ikateremka aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Msitoe chakula ambacho kimeharibika, nyinyi wenyewe mkipewa hamwezi kuchukua, na lao mtachukua mkiwa mnastahi, hamna uso wa kuangalia wakati wa kuchukua kile chakula. Ndio kuanzia siku hiyo jamaa wakakatazika kuleta chakula chote ambacho kimeharibika. Kwa hivyo hii aya hii ya Qur'ani, ndani yake Allah subhana jalla fi ula anawahimiza waumini amri ya kutoa katika tayyibat, na wakati ule anawakataza waumini kutotoa katika mali ambayo si nzuri, ambayo Muislamu mwenyewe kwa mizani lao atapewa mali ile hatakuwa tayari kuipokea. Hii ni aya ya kwanza. Aya ya pili ya Qur'an ni aya lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ili tupate kuieleza ifahamike tafsiri yake kwa Kiswahili takriban iko wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala waambia waumini, waambia waislamu, hamtoweza kufikia wema, albirra ni wema na khairi, hamtoweza kufikia khairi na wema hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mpaka mtoe katika yale mnayoyapenda, mpaka mtoe katika yale mnayoyapenda, ndio mtaweza kufikia daraja ya albir. Na daraja ya bir ni daraja imeshikana na tuqa, uchaji Mungu, ndio daraja ya bir. Ukitaka kujua daraja ya bir ni daraja ya uchaji Mungu, mchaji Mungu ndiye amefika katika daraja ya bir, na hizi barabara mbili zote zimeshikana pamoja. Ukishafika katika daraja ya khairi na wema, umefika katika daraja ya uchaji Mungu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huko ili kufikia ni mpaka Muislamu atoe katika yale anayoyapenda. Ili tuieleze aya hii inabidi tuisome pamoja na hadithi ya Anas, sababu hii hadithi ya Anas iliyotajwa ni hadithi ambayo ina kisa ndani yake kimeshikana na hii aya. Sasa Anas bin Malik radhiyallahu anhu atuambia katika mlango huu, kana Abu Talha akthara ahli al-ansari bil madinati malan min nakhli. Haya maneno ya Anas bin Malik. Anas asema radhiyallahu anhu, Anas bin Malik asema kana Abu Talha, alikuwa Abu Talha akthara al-ansari bil madinati malan min nakhli. Abu Talha alikuwa katika watu wa Ansar, yeye ndiye watu wa Ansar aliyekuwa na mali nyingi zaidi, min nakhlin, kutokana na mitende. Katika Ansari aliyekuwa na mali kubwa na nyingi zaidi ya mitende ni Abu Talha. Abu Talha ni nani na Anas ni nani? Anas ni Anas bin Malik, sahabi maarufu anajulikana.
aliyekuwa wakati mmoja kwa kipindi kirefu takriban miaka 10 alikuwa akimtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kujitolea ili apate sharaf ya kumhudumia Mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Abu Talha ni babake mamake Anas. Aitwa Abu Talha, kunya yake, jina lake alikuwa akiitwa Zaid bin Sahal ibn al-Aswad an-Najari al-Khazraji, katika watu wa Madina, al-Aws wal Khazraj, ndio maana akawa katika Ansar. Huyu ndio Abu Talha. Kuna kisa kina faida nzuri katika ilmu ya tauhid na aqida kinachohusiana na Abu Talha huyu. Nitakitaja kwa haraka tupate kuendelea mbele. Huyu Abu Talha kabla ya kusilimu alikuwa tayari ana mali, tajiri, na utajiri wake mkubwa unatokana na tende. Alikuwa na mitende mingi sana pale Madina, mpaka kusilimu pia bado ana mitende mingi na mabustani ya tende. Anas bin Malik mamake aitwa Sulaim. Sulaim al-Ansariya ajulikana. Huyu ndiye ambaye mama huyu alipoingia Mtume alayhi salatu wasalam Madina akawa na hamu kubwa sana ya kutaka kumuona. Akafanya bidii akaja kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipomwona akamchukua mwanawe huyu Anas akamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, huyu mwanangu kuanzia leo ni mwanao, atakuwa anakufanyia kazi, atakufanyia chochote unachotaka kumwamrisha amwamrishe, kazi yote unayotaka kumpa mpe, akuhudumikie peke yake. Furaha yake mama huyu katika kumuona Mtume alayhi salatu wasalam na Mtume wetu salawatu rabbi wa salamu alayhi kuja Madina. Angalieni tadhhiya ya wanawake wa Kiislamu wakati wa nyuma. Anas ndio maana kuanzia siku hiyo akamfanyia kazi Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi ya sharaf min ghairi muqabil. Si kwamba mamake Anas alikuwa anataraji kuna pato mwanawe atalipa na yeye apate pesa, la, ni ile sharaf na taadhima ya kumhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, manzila kubwa. Amfanyia kazi Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani, kumwekea maji, kumtayarishia nguo zake, kumtayarishia viatu vyake akitaka kutoka kwenda msikitini, amwekea bakora yake, amwekea kadha, kila kitu. Hii ni kazi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Haya maneno amesema yeye mwenyewe Anas, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, namfanyia kazi Mtume miaka 10. Tayib, sasa Abu Talha ni nani? Abu Talha tumesema ni babake mamake. Kabla ya kusilimu alikuwa kafiri alikuwa. Alipofariki Malik babake Anas Malik alikuwa kafiri, hakusilimu. Mkewe alisilimu, yeye mume akabaki vile vile katika ukafiri wake. Akatoka siku moja katika safari zake, akawa kuna ikhtilaf baina yake na baadhi ya watu wale walikuwa maadui zake ya mambo ya kijahilia zamani, akauawa huko njiani akafa. Mkewe akawa mjane, huyo mamake Anas Sulaim. Sasa akaja Abu Talha kuja kumposa mamake Anas Sulaim, akampelekea uposi kutaka kumoa mamake Anas bin Malik. Sulaim akakataa uposi wa Abu Talha. Jamaa akashangaa, mimi Madina hapa tajiri anayejulikana, mali yote nilionayo, hakuna mtu mwenye mitende kunishinda, huyu bibi vipi wanikataa? Akamtumia salamu, je, wanikataa ni kwa sababu labda ya al-abyad wal asfar, kwa sababu labda wataka nikupe dhahabu na nini zawadi au kitu fulani? Anas bin Malik Sulaim akamwambia, ma uridu minka shay'an, sitaki kutoka kwako kitu chochote, na mimi nimekukataa. Amwambia, an atazawajaka, nimekataa kukuoa au unioe, liannaka mru'un kafir, sababu wewe ni kafiri. Haya maneno yazungumza Sulaim. Amwambia Abu Talha, fa in aslamta, ukiamua kusilimu, fadhalika mahri, huko kusilimu kwako ndio itakuwa mahari yangu. Amthibitishia kwamba hana haja chochote ya mali, yeye kizuizi chake ni Uislamu, ndio maana yuampa kama chani, ukiamua kusilimu hiyo ndio itakuwa mahari yangu, ushanioa. Abu Talha sasa ameona amepewa challenge kubwa sana.
Akaenda akafikiria haya maneno kusilimu. Akaenda akafikiria. Kuna riwaya zingine zinasema akamtumia paka na salamu, akamwambia na ufikirie kwa makini maneno haya, kwa sababu yule Mungu unayemwabudu ametengezwa kwa mbao. Leo wewe umwabudu, mwenzako kule yumfanya kwamba ni kuni. Kwa hivyo huyo Mungu ni Mungu sanamu na ni kuni za kuchoma kutengeza chakula. Haya maneno ulama wa sira wanasema ikamfanya Abu Talha aende akafikirie kwa makini. Maneno mazito amepewa ya kiakili kwenda kufikiria. Akaenda akafikiria, akawaza, mwishowe akaona ni kweli. Hivi viungo tunavyoviabudu havina maana yote. Ni kuni za moto hizi. Mbao ambazo tumezichonga wenyewe hata tuziabudu kwamba ni Mungu. Vipi? Mawe tumeyatengeza wenyewe kwa mikono tuiabudu kivipi? Akaona hapa hamna dini. Akauliza, kaifa li bil Islam? Kitaka Uislamu utakuwaje? Akaambiwa hakuna kazi kubwa, nenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtafute Muhammadun Rasulullah, muulize yuko wapi Madina, nenda kwake kasilimu. Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'alana islamahu, akatangaza Uislamu wake. Kuanzia siku hiyo akawa ni muumini. Abu Talha ndio leo tunasema Abu Talha radhiyallahu anhu. Ndipo akamoa Sulaim. Hakuna mahari, ashaambiwa mahari ni Uislamu. Mahari ni Uislamu. Angalieni akida namna ilivyokita katika wanawake wa Kiislamu wa sahabiyat. Leo ma'al asaf shadid, dini huenda ikawa haina uzito wa aina yote, wala iman wala akida kwa baadhi ya wanawake wa Kiislamu. Wanawake wa Kiislamu wanaweza kughurika kwa mali, likaja jidume kwa sababu ana mali, kwa sababu ana senti, ana utajiri. Huenda ikawa hata si Muislamu kamwe. Msichana wa Kiislamu akauza dini yake ya Uislamu kuingia kuolewa na huyu kafiri. Akida akapoteza kabisa. Imani akaiangusha, Uislamu akaukanyaga na miguu yake kwa ajili ya pesa za yule mume aliyemkuja kumoa kwamba ni kafiri. Wala tubali wala hana habari kabisa. Lao ataambiwa atasema haya ni maisha yangu. Kuna wanaolewa na makafiri, kuna wanaolewa na wasiokuwa na dini, wengine ni Muislamu jina peke yake. Hana ibada yoyote afanyayo. Hana swala, hana kufunga Ramadhani wala wazi. Hamna ta swala moja ya swali. Muslim jina peke yake, aitwa Muhammad, aitwa Abdullah, aitwa Salim. Na kadhalika. Wengine dini yao ni zile dini ambazo zina utata mkubwa katika sheria. Aktharu ulama sharia wanawaita almuntasibuna ila alislam, wale wanaojinasibisha na Uislamu, lakini Uislamu wao ima haumo au haupo, si Waislamu kamwe au wako matatani. Kama vile Mashia, kaja kamposa binti wa Kiislamu na akakubali kwa kuwa tu ana mali, ana senti. Lengo na madhumuni ikhwan hapa somo tunalolipata ni uzito wa akida kwa wanawake wa sahabiyat. Huyu bibi wa Kiislamu, huyu mwanamke wa Kiislamu sahabia, alitanguliza uzito wa akida, uzito wa Islam, uzito wa iman mbele ya mali yote aliyokuwa nayo Abu Talha. Na akamwambia waziwazi, innaka mru'un kafir, wewe mtu kafiri huwezi kunioa. Na akampa challenge ili kumthibitishia kwamba hana haja ya mali yake, hana haja ya utajiri wake. Amwambia mahari yangu ni Uislamu, silimu tu ndio mahari yangu. Kaleni imani. Leo wasichana wa Kiislamu wanadanganyika bi mata'il ghurur, mata'il hayati dunya, kupita njia wanadanganyika. Wal billah. Wako wanawake wa Kiislamu ambao wanauza dini kabisa, wanaolewa na kufar, wanafunga nao ndoa. Kila dini tofauti, dini mbalimbali, mabaniani wa Kristo nani hawajali. Wa hadha nikahun batil la shak. Nikah hii batil moja kwa moja katika Uislamu, wala si masala ina khilaf baina ahli alilm. Mraa muslima idha tazawwajat kafiran fanikahuha batil liikhtilaf ad-din. Kinyume chake ni masala ya utata kwa wanazuoni, ina khilaf. Wewe Muislamu mwanamume kuoa mwanamke ambaye si Muislamu, haya masala mengine jaiz, lakini na tafsili huko ndani. Lakini kuolewa na jidume ambalo ni kafir, ma fi shaka na hadha batil. Hamna nikah.
lianna alislama ya'lu wala yu'la, la yu'la alayhi. Mume akishakuoa yeye ni mume ndio yuko juu, na hakuna kitu kinaweza kuwa juu ya Uislamu, pamoja na maafa mengine mengi yanayotokea na mambo kama haya. Kwa hivyo ilikuwa maksudi yangu ikhwan kuwabainishia hii faida ambayo inatokamana na kisa cha Abu Talha radhiyallahu anhu katika kusilimu kwake. Tuendelee mbele na hadithi. Kwa hivyo asema Anas, kana Abu Talha akthara al-ansari bil madinati malan min nakhli, alikuwa ni mtu katika ansari wote ndiye yeye alikuwa na mali nyingi sana ya mitende. Wa kana ahabbu amwalihi bayraha, na katika mali yote alionayo Abu Talha aliyokuwa nayo, mali aliyokuwa akiipenda zaidi ni mali iitwayo bayraha. Tamko hili limesoma kwa namna kadhaa kwa wanazuoni. Wengine wakalitamka bayraha, wengine wakalitamka bayrha, wengine wakalitamka bi'rha. Maana yake yote ni moja, na asili yake wanazuoni wasema ni haya matamko mawili yamefungwa pamoja. Asili yake ni bi'ru ha, kisima cha ha, na hili ni jina la bustani la mitende, ndani yake kuna kisima cha maji, ndio ikaitwa bi'ru ha, kisima cha maji. Tuendelee mbele na hadithi. Wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayraha, wa kanat, na bustani hilo la bayraha lilikuwa mustaqbilat almasjid, limelekea qibla cha msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Ile Masjid an-Nabawi ilipo pale sasa, mbele yake ndio kulikuwa na hilo bustani. Taban kabla ya tawsi'a, kabla ya ufunguzi, kabla ya kupanua msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi sasa ile bustani limemezwa na msikiti baada ya ufunguzi ya kupanuliwa kwa msikiti. Lakini kabla ya upanuzi wa msikiti, lile bustani lilikuwa pale mbele tu ya qibla. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kawaida yake, yadkhuluha, akiliingia lile bustani hili la bayraha la Abu Talha, alikuwa akiliingia lile, kuingia katika lile bustani, yashrabu min ma'in fiha tayyib. Lengo la kuingia Mtume katika ile bustani malengo mawili. Alikuwa Mtume akitoka nyumbani kwake, nyumba yake iko pale pale imeshikana na msikiti, akitoka kuswali au kabla ya kuswali au baada ya swala, alikuwa akipenda kuingia katika ile bustani la Abu Talha. Huingia mle ndani akipumzika, akipata ule upepo wa ile mitende, upepo wa ule bustani na ile mandhari, na kama unavyojua katika mtu akiwa na bustani lake zuri. Halafu kadhalika kinywa katika yale maji yalikuwa mazuri sana. Ndio maana Anas asema wayashrabu min ma'in fiha tayyib, alikuwa akipenda kunywa katika yale maji yaliokuwa matamu katika lile bustani la bayraha la Abu Talha. Sasa atuambia Anas, falamma anzala Allahu al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala siku ile alipoiteremsha hii aya, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Hii aya ilipoteremka, asema Anas bin Malik kumhusu huyu nyinyi mnasema Kiswahili babake wa kambo, yani babake mume wa mamake, alikuwa naye nyumbani akiishi naye. Asema faqama Abu Talha, akimwona akatoka Abu Talha siku ile hii aya ilipoteremka. Faqama, akatoka akasimama, akaenda ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yana moja kwa moja paka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akakaa mbele yake akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, anzala Allah ta'ala alayka, Allah subhanahu wa ta'ala amekuteremshia hivi sasa hii aya isemayo lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Sasa hivi imeshuka hii aya, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahabba amwali ilayya, na hakika mali ambayo mimi niipendayo zaidi, bayraha, ni ile bustani la bayraha, ndio mimi mali niipendayo zaidi. Sasa amwambia Mtume alayhi salatu wasalam, wa innaha sadaqa lillahi ta'ala. Kwa hivyo kuanzia leo, si maadamu tuambiwa kwamba hamtofikia bir mpaka mtoe mnachokipenda, na mimi ninachokipenda ni hili bustani la bayraha. Kwa hivyo kuanzia leo hili bustani ni sadaqa lillahi ta'ala, hiyo nishaitoa mimi sadaqa kwa ajili ya Allah subhanahu. Arju birraha wa dhukhraha inda Allah, nimetoa bustani hili kwa ajili ya Allah nikitaraji mambo mawili. Nataraji thawabu ya hili bustani ambalo nimelitoa min indillahi ta'ala, na nataraji kadhalika dhukhraha. Dhukhraha
ni ile ajri ambayo Allah azza wa jalla atamwekea ende akaikute يوم القيامه, kwamba Allah amemwandalia, amemwekea, amehifadhia mali yote unayotoa katika sadaqa jaria, katika waqf, katika mambo ya khairi. Allah azza wa jalla yadakhiruha lak, ile mali Allah hukuwekea hazina, hukuhifadhia, kama vile mfano tu mzuri wa kueleweka kidunia, kama vile benki inavyokuhifadhia pesa. Waweka pesa zako katika benki zikuhifadhie, alafu baada ya muda ukaja ukachukua zile pesa zako. Sasa Allah azza wa jalla hukuhifadhia, lakini kuna farq, tofauti kubwa sana, hakuna hata mukarana baina ya kuhifadhi kwa Allah na kuhifadhi kwa mja. Kaif? Allah kikuhifadhia, anakuhifadhia huku anaifanyia mudhaafa, anaimultiply ile ambayo amekuhifadhia. Yani mathalan wewe umeweka thawabu ya 10 hasanat katika mizani yako, Allah kuhifadhia khairi umeifanya. Umetoka msikitini ukamwona mtu muhtaji, ukampa shilingi 20, ukampa shilingi 100 hasana, Allah anakulipa, amekuwekea katika hisabu. Sasa ile hasana kila ikibaki Allah anaiongeza mudhaafa mudhaafa mudhaafa. يوم القيامه ukija ukiangalia ile hesabu wewe mwenyewe utashtuka, haya nimeyapata vipi mimi? Ni kwa kuwa Allah azza wa jalla amekuhifadhia, na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hifadhi ambayo ndani yake ina fadhila na ukarimu mkubwa, sio vile binadamu. Binadamu atakupa pesa zako zile zile ambazo umeziweka, tena hiyo ikiwa hakukukatia, akakwambia hizi mimi nakata ni service fee yangu ya kwamba ninakuhifadhia, kwani nitakuhifadhia bure? Allah azza wa jalla la, subhanahu wa ta'ala, walillahi almathalu al'ala. Sasa amwambia mtume alayhi salatu wasalam, arju birraha wa dhukhraha inda Allah, nataraji mimi khairi ya hili bustani, na nataraji thawabu ile ambayo Allah atakuwa ameniwekea ya hili bustani يوم القيامه. Mtume alayhi salatu wasalam kusikia maneno haya inatoka kwa Abu Talha, akamwambia Abu Talha, bakhin bakhin. Hili ni tamko la Kiarabu ambalo linatumika kwa kuonesha mshtuko au kuonesha mshangao, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam akastaajabu kwa maneno haya, kwamba ni maneno makubwa mazito. Bustani hili namna lilivyozuri. Abu Talha, aya imeteremka leo sasa hivi, ameitolea uamuzi bila ya kufikiria, kazi kubwa. Amwambia Abu Talha, bakhin bakhin, dhalika malun rabih, dhalika malun rabih. Ambia ewe Abu Talha, hili bustani ni mali kubwa sana yenye faida kubwa sana. Hii ni mali ambayo ni ya thamani ya juu. Hii ni mali ambayo thamani yake kwa hakika ni kubwa zaidi katika mali yote ulionayo. Hii ndio thamani ya juu kabisa. Sasa huku Abu Talha shamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, fadhaha haithu araka Allah. Amwambia Mtume, hili bustani mimi nishalitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe Mtume wa Allah, alitoe hili bustani, fanya katika hili bustani vile utakavyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama utawapa maskini, kama utalifanya kwamba ni wakfu, kama utalifanya vile utakavyoonyeshwa na Allah azza wa jalla, utakavyoona, lifanye hili bustani. Mimi nishalitoa. arju birraha wa dhukhraha inda Allah fadhaha haithu araka Allah, weka hili bustani unapotaka. Ndipo hapo Mtume alayhi salam sasa amwambia, bakhin bakhin, dhalika malun rabih, dhalika malun rabih. Hii ni mali yenye faida na thamani kubwa sana ewe Abu Talha. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam, kwa kuwa Abu Talha ashamwambia fadhaha haithu araka Allah, sasa Mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi sasa yuampa mwelekeo wake, yuampa muongozo wake Mtume wetu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, amuonesha njia bora ya kufanya na namna na muongozo wa kufanya. Amwambia, waqad sami'tu ma qult, mimi nishasikia haya yote wewe uliyosema. Wa inni ara, sasa mimi naona kwa wewe umekuja kwangu kutaka ushauri, nifanye vile ambavyo Allah atakavyo nielekeza. Kwa hivyo mimi nakuelekeza kwamba inni ara an tadhaha fil aqrabin, mimi naona kwamba bustani hili ni bora ulitoe kwa watu wako wa karibu, badala ya kueleka kwamba ni la maskini wote kwa jumla Waislamu.
Hili bustani la thamani ya juu sana. Kwa hivyo bustani hili, ili faida yake libaki katika familia yako, litoe kwa watu wako wa karibu. Inni ara an tad'aha fil aqrabin. Abu Talha radhiyallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, af'alu ya Rasulullah, hivyo unavyonielekeza ndivyo nitakavyofanya. Fawaza'aha, pale pale Abu Talha pale pale akasimama lile bustani akaligawanya, fi aqaribihi, kwa watu wake wa karibu, wa bani ammihi, na watoto ammi yake. Akawaita wote pale, akawaita kina Hassan bin Thabit ni jamaa zake, na fulani na fulani na fulani, wote akawaita, akamwambia haya, bustani hili mimi nalipeana, naligawanya, wewe chukua hapa, wewe chukua hapa, wewe. Bustani kubwa kaligawanya Abu Talha radhiyallahu anhu. Faida zinazotokamana na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni faida zifuatazo. Ya kwanza kabisa ni faida ambayo imefungamana na hadithi hii kuwekwa chini ya mlango huu, nayo ni alhathu ala alinfaq mimma yuhibbuhu almuslim wa min aljayyid. Somo la kwanza la hadithi hii ni kwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kupitia kwa hiki kisa ambacho tumekisikia, kwamba tunahimizwa Waislamu tutoe katika kile ambacho ni kizuri na kile tunachokipenda. Na Abu Talha radhiyallahu anhu ametuwekea mizani ya juu sana, ametuwekea ametuwekea mfano wa kuiga, mfano wa juu sana, ambao kwa hakika ili wewe Muislamu uweze kufika hapo wahitajia imani nzito ya nguvu, si rahisi. Wewe kenda nyumbani, hebu kifika chukua time kidogo, jiulize kitu gani ambacho ahabu amwalika ilaik, ni mali gani ambayo wewe waipenda zaidi. Halafu jiulize, waweza kufanya kama alivyofanya Abu Talha, ukaichukua ile mali ukaenda ukaitoa. Kam minna qadir ala dhalik. Haya ni masala mengine kidogo mazito, lakini ni darajat al-iman zinatofautiana. Ile iliyokuwa kwa Abu Talha radhiyallahu anhu ilikuwa ni daraja nyingine ya hali ya kivyake radhiyallahu anhu wa arda. Lakini si maana yake kwamba Waislamu hawawezi kufanya, bala Waislamu wanaweza kutekeleza hivyo, na wako Waislamu wanatekeleza hivyo, walillahi alhamd, mpaka wakati wa leo. Wako Waislamu ambao Allah azza wa jalla amewaruzuku mamilionea, wakatoa mali yao yote, mamilionea, mamilioni na mamilioni waliochuma katika biashara zao, wanajulikana ulimwengu mzima kwa utajiri walionao. Lakini siku moja tu wakaamua mali yote waitoe fi sabilillah, akabakisha kidogo, ikawa ni ya familia yake na ahli yake, akawagawanyia, nyingine yote iliyobakia akaitoa fi sabilillah. Yeye yule aliyefanya hivyo akarudi tena kama vile hali ilivyokuwa mwanzo kabla hajachuma mali. Ni mambo ambayo bado Waislamu wanaweza wakaifanya. Alkhair ma zala mawjudan, walillahi alhamdu wal minna. Kwa hivyo hili ni somo la kwanza ikhwan. Na Mtume alayhi salatu wasalam, au aya ya Qur'ani hapa inapotuambia tutoe mimma tuhibuna, si lazima iwe unachokipenda zaidi na sana kama vile Abu Talha alivyofanya. Hii inaweza kuwa ni mizani ya juu, waweza kuchukua mizani ya katikati, waweza kuchukua mizani ya chini. Almuhimu ni kwamba iwe unachokipenda. Uangalie katika mali unayoipenda, unayo ipi wewe waipenda ukatoa. Si lazima iwe ndio al-anfas wa al-aghla wa al-afdal kama alivyofanya Abu Talha. Bila shaka ikiwa ni hivyo, hadha aula la shaka. Kwa hivyo hili somo liko wazi katika hadithi hii, na ndio maana Imam an-Nawawi rahimahullah hadithi hii akaiweka katika mlango huu. Somo la pili ikhwani, linalotokamana na hadithi hii ni kuwa as-sadaqa ala al-aqarib afdal min as-sadaqati ala ghayrihim. Sadaqa inayotolewa juu ya watu, kwa watu wa karibu, ni aula na afdal kuliko sadaqa inayotolewa kwa watu wa mbali. Hadithi hii ni miongoni mwa dalili ambazo wanazuoni wanatumia ili kuthibitisha kwamba Muislamu katika kutoa sadaqa, akiwapa watu wake wa nyumbani, familia yake na watu wa karibu, hivyo ni bora kuliko kumpa mtu mwingine wa mbali. Bora kwa nini? Bora kwa sababu katika hadithi nyingine ya Mtume alayhi salatu wasalam akabainisha, asema as-sadaqatu ala al-miskin sadaqa. Sadaqa ukitoa kumpa maskini unalipa thawabu ya sadaqa. Was-sadaqa ala al-aqarib
au ala alqarib. Na sadaqa unapoitoa kumpa mtu wa karibu, sadaqa wa silatu rahim, wapata thawabu mbili, thawabu ya sadaqa na thawabu ya silatu rahimi, kuunganisha kizazi. Naelewa na vizuri ikhwan. Kwa hivyo hii au kupitia kwa msingi huu ndio ikawa kumpa muhtaji aliye karibu bora zaidi kuliko kumpa muhtaji aliye mbali, kwa sababu hapo unalipwa mara mbili. Vile wa karibu walipwa sadaqa thawabu, na walipwa thawabu ya kwamba umeunganisha kizazi. Bila shaka yule aliye karibu ukimpelekea sadaqat, ukimpelekea zaka, atakuwa nawe karibu zaidi, na ule uhusiano wenu mnazidi kujenga vizuri zaidi. Wawe ni watu wa upande wa ammi, upande wa makhalati, upande wa wajomba, upande wa ndugu, upande wa nani, almuhimu ni dhawi arham, watu wa karibu. Ukaribu wa dhawi rahim au ukaribu wa ushemegi. Ukaribu wa ushemegi aweza kuingia hata mume hapa ndani. Mke aweza kumpa mumewe sadaqa, mke aweza kumpa mumewe zaka. Hii zaka hii ya Kiislamu ya faradhi, mke aweza kumpa mumewe. Kwa hadithi ya mkewe Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, alikwenda kumuuliza Mtume alayhi salatu wasallam, ya Rasulullah, mimi nina zaka ya kutoa, mume wangu Abdullah ibn Mas'ud aniambia yeye ndiye aula zaidi kupewa, ni muhtaji. Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia, naam, mume wako huyo aula zaidi kwenda kumpa, sababu ni wa karibu, kabla ya kuipeleka kwa mbali. Kwa hiyo madamu ni muhtaji, yu'ta, yajuz. Kinyume chake ndio haifai mume kumpa mkewe zaka, ma yajuz, na hiyo zaka itakuwa haijahesabiwa kwamba umetoa. Limadha? Lianna azawja nafaqatuha wajib ala zawj, sababu huyo mke nafaka yake ni wajib kwako, na kaida ya Kiislamu ya kisheria ni kwamba mtu yoyote ambaye juu yako nafaka yake ni lazima, la tajuzu an tu'tihi shay'an min zaka, huwezi kumpa katika zaka, ma yajuz. Watoto wako unawajibika kuwasimamia katika nafaka, huwezi kuwapa zaka. Mzazi ikiwa wajibika kumpa katika nafaka, ikiwa katika ile nafaka imebaki kwa yale maadili ambayo tumetaja na misingi ambayo tumetaja katika darasa za nyuma, ma yajuz an ta'ti alwalid au alwalida au alwalidain min zaka, ma yajuz, wakiwa wanawajibika nafaka yao juu yako, ila an la takuna wajiba, ikiwa ile nafaka si wajib, haya masala mengine. Kwa hivyo ikhwan, wa karibu ndio yanatangulizwa zaidi katika masala ya sadaqat na masala ya khairat na masala ya kutoa, na lengo na madhumuni kama alivyobainisha Mtume alayhi salatu wasalam ni kupata kadhalika thawabu ya silatu arrahim, na kuunganisha kizazi. Kizazi kinaunganishwa kwa nguvu zaidi kupitia kwa mali, mbali na yale mambo mengine ya mamkuzi na kujuana hali. Lakini wewe ukifika daraja ya kumwangalia yule mtu wako wa karibu, ndio ile alaka na uhusiano unaojenga kwa nguvu zaidi. Alaysa kadhalika ikhwan? Naam. Hapa napenda kubainisha nukta mbili, kwamba kuna hali mbili ambazo ndani yake kutoa nafaka kwa walio mbali inakuwa bora kuliko kumpa walio karibu. Hali mbili wamestaja wanazuoni. Hali ya kwanza, idha kana alqarib au idha kana alaqriba ghair muhtajin, wakiwa hawa watu wa karibu si watu wanaohitaji. Ikiwa hali ndio hiyo, hawapewi, yani si afdal kwao kupewa. Ukiwapa utakuwa unawapa mimbabi madha, mimbabi alhadiya, sio sadaqa. Sadaqa haipewi kwa ghani ambaye ni tajiri, la yu'ta, ambaye ana uwezo wake, ambaye ana mali yake, ana nguvu zake, aweza kujisimamia yeye mwenyewe, la yu'ta min sadaqa wala yu'ta min zaka. Kwa hivyo ukimpa katika zaka ma yajuz, lakini katika sadaqa waweza kumpa, lakini haitohesabiwa kwamba ni sadaqa. Utakuwa wampa kwa nia ya kwamba ni zawadi, atiya au hadiya au kadha, kwa ajili ya kupata ile kama tulivyotaja thawabu ya silatu arrahim. Silatu arrahim unaweza kuijenga ima bi sadaqa wa ima bi ima bil hadiya, peleka zawadi kwa watu wako wa karibu. Akiwa ni mtu ambaye ana uwezo wake, mpelekee zawadi. Zawadi hata tajiri upewa, hata yule mwenye uwezo wake pia upokea zawadi.
zawadi ni zawadi, ni tunu mpa mtu. Lakini sadaqa khasa biman bilfuqara, wale muhtaji. Kwa katika hali hii ile sadaqa itakuwa ni bora kuipeleka kwa almuhtajin, walio mbali, afdal kuliko kumpa dhawil arham ambao ni aghnia, ambao ghair muhtajin. Isipokuwa mara moja moja itakuwa labda nia yako kuwapa kama zawadi, hadha jaiz wa hadha afdal aidan, lakini ubora zaidi unakuwa katika kule kumpa wale walio mbali, ikiwa wale watu wako karibu wana uwezo wao. Hali ya pili ambayo ndani yake kumpa aliye mbali ni bora ni katika hali ambayo akiwa wale watu wa karibu fusaq na ahli alfujur, watu wako wa karibu wal billah ni watu wenye sifa mbaya, hawana maadili ya Kiislamu, hawana uchaji Mungu, hakuna alama za imani, hakuna taa, hawana khairi, watu waovu wal billah. Mathalan, mtu ambaye ibtulia, amepewa mtihani, watu wake walevi, mtu wake ni watu ambao ibada hawana, si watu wa kuswali wala si watu wa taa wala si watu wenye khairi, na wamezama katika baadhi ya munkarat na mukhalafat wal billah. Wako labda katika mambo ya uzinifu, katika mambo ya ulevi, katika mambo ya kamari, katika mambo ya riba, katika mambo ya nini, wamo huko. Kwa hivyo hali ikiwa ni hii, la yakunu huna i'ta'u al-qarib afdal, hapa kumpa aliye karibu si bora. Itakuwa hapa bora kumpa nani? Kumpa aliye mbali. Ukamwacha huyu wa karibu hata akiwa ni muhtaji, lakini an tu'tiya al-ab'ad wal ajnabi afdal. Tumeelewana ikhwan? Dalili wanayotoa wanazuoni katika masala haya, wanasema حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يأكل طعامك إلا تقي. ewe mu'min, ewe muslim, iwe ni tabia yako na ada yako kwamba asile chakula chako mtu yote isipokuwa ni mchaji Mungu. la tusahib illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa taqi, usifuatane isipokuwa na mu'min, awe ndio rafiki yako. Usifanye kuwa rafiki ya mtu asiyekuwa mu'min, na asile chakula chako isipokuwa mtu ambaye ni mchaji Mungu. Kupitia kwa mwongozo huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo wanazuoni hapa wakasema kutoa ile mali kumpa aliye mbali ambaye ni mchaji Mungu, ambaye ni mtu wa khairi, mtu wa taa, afdal wa aula kuliko kumpa huyu ambaye wako wa karibu lakini la khalaqa la wala khaira fi wala taa wala din, si afdal. Wa in kana muhtajan, wa in kana muhtajan, isipokuwa labda katika hali ambazo zitakuwa ni dhurufu ambazo zimeshindikana, dhurufu ambazo zimeshindikana. Lakini kumpa hal huwa jaiz au ghair jaiz? Jaiz. Hapa tunazungumzia masala ya ikhwan, masala ya ubora. Hatuzungumzi kwamba inafaa au haifai. Ubora kumpa aliyembali katika hali hii. Lakini ama katika masala ya hal huwa jaiz, aljawab naam, yajuz, waweza kumpa jaiz. Lakini wanazuoni wanatoa jawaz kwa sharti, na sharti hapa ni kwamba an la yasta'inu bil mal ala fujurihim au ala al munkar au ala al ithm. Ni kwamba ile mali unaowapa kuwasaidia, wamekuja kwako ni muhtaji, hal yajuz an tu'tiya? Yajuz an tu'tiya, inafaa kuwapa, lakini kuna sharti katika kule kujuzu. Sharti lake ni kwamba yule wako aliye wa karibu unapompa katika msaada kumsaidia, na yeye si katika wale walio wema, ni watu wamekwenda kombo kwa namna moja au nyingine katika ulevi wal billah, katika mambo kama haya ya mukhalafat, munkarat, maasi ya aina mbalimbali. Itakuwa inafaa kumpa kwa sharti kwamba iwe ile mali unayompa haitumii au haitokuwa ni sababu ya kumsaidia kuendelea katika ule munkar wake. Mithali, huyo ambaye ni wako wa karibu amekuja kukuambia ataka msaada,
ni muhtaji. Hal yajuz an tu'tiya? Tumesema naam, yajuz, waweza kumpa. Lakini sasa ikiwa wajua kwa ishara au kwa alama au kwa uhakika kwamba huyu mimi hizi pesa nikimpa atazikwenda kuzitumia kuendelea katika ulevi wake, ma yajuz an tu'tiya. Ukimpa hapa na wewe unapata madhambi. Limadha? Liannaha i'ana ala al-ithmi wal-'udwan. Utakuwa wewe unasaidiana naye katika madhambi na katika munkar. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza katika sura al-Maida kushirikiana na kusaidiana katika madhambi. Wala taawanu wa taawanu ala al-birri wa taqwa wala taawanu ala al-ithmi wal-'udwan. Saidianeni katika mambo mema ya khairi, wala msisaidiane katika mambo ya madhambi na mambo ya kufanyana uadui. Msisaidiane katika mambo hayo. Kwa hivyo ikiwa kuna alama au ishara au wajua kwamba hizi pesa atakwenda kuzitumia katika munkar, ma ta'ti shay, isipokuwa labda ile haja aliyokuja nayo, kama waweza kuikidhi wewe moja kwa moja, mkidhie. Amekuja mathala kwamba mimi nina school fees ya mtoto wangu, amefukuzwa shule, ameambiwa hatosoma mpaka nimlipie madrasa, ameambiwa asije mpaka alipe fees, na wewe ushajua kwamba hapa kuna hatari, lao nikimpa hizi pesa zitakwenda kutumika katika njia ya munkar au kwa njia ya madhambi. Madha tafal? Walipa moja kwa moja kule madrasa, uende kwa yule mwalimu wa madrasa, kuna mtoto wa fulani hapa yosoma, haya fees, wamdai fees, na mdai pesa yake hii hapa. Sasa labda ikiwa yule bwana amekwenda kula dili na yule mwalimu wa madrasa haya masala mengine itakuwa yako tena katika mikono yako. Naam. Somo lingine katika hadithi hii ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu almuttafaqi alayh ni somo la 3, ni sur'atu istijabati as-sahaba li amri Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Tunapata katika hadithi hii au kisa hiki ambacho tumekisoma cha Anas bin Malik kuhusiana na babake, kuhusiana na mume wa mamake Abu Talha radhiyallahu anhu, na ile hatua ambayo amechukua kuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Tuna somo muhimu sana hapa ikhwani, ambalo linahusiana na kadhia ya istijaba, kuitikia mwito na kutekeleza. Sahaba tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inajitokeza katika hadithi hii kwamba walikuwa na sifa moja kubwa sana, ambayo sifa hii ni muhimu sana kwa Waislamu wote, hasa katika wakati wa leo, kujipinda na kufanya bidii kuifikia sifa hii na kuweza kuifanya sifa hii ndiyo sifa ya maisha ya Muislamu yote. Nayo ni sifa ya istijabatu au sur'atu istijabati amri Allah ta'ala wa rasulihi, haraka ya kuitikia na kutekeleza amri ya Allah subhana na mtume wake. Somo hili liko kwa sahaba wote kwa jumla, na hapa limejitokeza kwa huyu sahaba kama mfano peke yake, lakini sahaba tu Rasulillah wote somo hili walikuwa wanalo, na sifa hii ndio ilikuwa sifa ya salafu salih min as-sahabati radhiyallahu anhu. Walikuwa na sifa ya sur'atul istijaba. Walikuwa kwa lugha ya kimombo ambayo vijana wetu wanaelewa kwa haraka, walikuwa very fast katika kuimplement amri za Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya kufikiria, bila ya kurudi nyuma, bila ya kushauriana, hakuna kitu chochote. Amri lao itateremka sasa hivi, inatekelezwa ile amri sasa hivi. Hii ndio ilikuwa sifa ya sahaba tu Rasulillah, na mfano tunao katika hichi kisa. Imeteremka aya lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Asema Anas falamma nazala, ilipoteremka tu hiyo aya, ndio maana yake Kiarabu. Ilipoteremka tu hiyo aya, qama Abu Talha akasimama. Aya ameisikia sasa hivi imesoma na Mtume sallallahu alaihi wasallam, imeanza kumteremkia, akasimama akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, anzala Allahu alayka, ama Allah amekuteremshia sasa hivi. Ni papo kwa hapo, hakuna kufikiria. Hii ndio ilikuwa sifa ya sahaba tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akatekeleza pale pale.
na istijabatu amri rasulillah, kadhalika amri ya mtume ilikuwa inatekelezwa hapo kwa hapo. Alipomwambia mtume alayhi salatu wasalam, fadhaha haithu araka Allah, ya rasulullah, kwa hivyo bustani hili liweke unapotaka kuliweka, pale atakapokuelekeza Allah azza wa jalla kuliweka liweke. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, bakhin dhalika malun rabih, dhalika malun rabih, waqad sami'tu ma qult wa inni ara an tad'aha fil aqrabin. Mtume akampa ushauri, akampa mwongozo wake alayhi salatu wasalam. Madha qala Abu Talha? Pale akajibu akasema, af'al ya rasulullah, hivyo ulivyoniamrisha nitafanya. Kwa hivyo amri ya Allah imeteremka ikatekelezwa pale. Amri ya mtume imetolewa na mwongozo ikatekelezwa pale. Hakuhojiana, hakukuwa na masala ya lakini ya rasulullah, wajua mimi nitaka thawabu kubwa zaidi, mimi naona. Hakuna kuona. Baada kauli rasulillah sallallahu alaihi wasallam mambo yamekwisha. Baada kalami rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amri, mambo yamekwisha. Kwa hivyo ikhwani, hili ni somo kubwa sana kwa waislamu sote kwa jumla, kwamba tuwe na bidii ya kufika katika sifa hii waliokuwa nayo sahaba wa rasulillah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, ya kutekeleza zile amri za Allah azza wa jalla na mtume wake moja kwa moja, bila ya kusita wala bila ya kufikiria wala bila ya kujaribu kutafuta pingamizi na kuleta hoja na kuleta kadhaa. Leo nitawapa kwa mfano hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, iko wazi, imekuja kwa lafzi mbalimbali, kwa riwaya nyingi. Kauli ya mtume alayhi salatu wasalam au makatazo ya mtume wetu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi kuhusu mwanamke kuwa hafai kusafiri bila ya mahram. La tusafir almar'a illa wa ma'aha dhu mahram, mwanamke yoyote wa Kiislamu hafai kusafiri bila ya mahram. Mahram ni nani? Mahram ni mumewe au mwanamume yoyote ambaye haruhusiwi kumwoa maisha na milele. Huyo ndio mahram. Mwanamume yoyote wa karibu ambaye haruhusiwi kumwoa maisha na milele. Maana ya kuongeza maisha na milele, maana yake ni kwamba kuna mume mwingine hawezi kumwoa mke kwa kipindi, lakini baadaye aweza. Huyo si mahram. Kaif? Mtu ambaye amemwoa mke, yule mke ana dada, yule dada huwezi kumwoa, lakini huwezi kumwoa kipindi ambacho huyu dadake unaye. Lao umemtaliki au amefariki, waweza kwenda kumwoa yule dada. Kwa hivyo wewe si mahram yake, kwa sababu uharamu wako kwa kumwoa yule bibi si wa milele, ni muaqqat, huja kuwa mahram. Kwa hivyo mahram ni mahram yule ambaye yuhram alayhi nikah almar'a ala wajhi ta'bid, milele hawezi kuwa. Huyo ndio mahram, kama baba, akh, khal ila akhiri, hao ndio maharim. Sasa hasafiri mwanamke bila mahram. Lakini angalia leo wanawake wetu wanavyoitafutia hadithi hii tafsiri nyingi sana ili kupata kusafiri bila ya mahram. Tusafiri mar'a bila mahram. Ukimletea hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza utaambiwa lakini wajua sasa, kulingana na vile hali ilivyo, wajua sasa, wakati huo leo wa sasa, wajua sasa hivi kulingana na wakati wa mtume alayhi salatu wasalam, hadithi hii iliposoma ilitekelezwa moja kwa bila ya kuuliza tafsiri nyingi. Yule sahabi alipomuuliza mtume alayhi salatu wasalam, ya rasulullah, tumefaradhishiwa haji na mke wangu ametoka mwaka huu kwenda hija bila ya mahram. Ilikuwa hii amri bado bila ya mahram. Sahaba amwambia mtume alayhi wasallam, wa inni kutibtu fi ghazwati kadha wa kadha, na mimi jina langu limeandikwa katika vikosi vya vita, nishiriki katika jihad, kikosi fulani. Maana yake amwambia mtume alayhi salatu wasalam, kwa jihad kwangu ishakuwa fardh. Jina likishaandikwa kwenye kikosi, jihad ishakuwa fardh. Limadha? Li'annahu uyin. Kabla ya ta'yin, jihad ni fardhu kifaya. Imam au kiongozi au qaid au kamanda akishaandika jina, jihadi kwako ishakuwa fardhu ain. Sasa mwambia mtume maneno haya ili ampe message kwamba mimi jihad kwangu ni fardhu ain. Pamoja na hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam pale amwambia, idhhab fahujja ma'a imra'atik, toka nenda kafanya hija na mkeo. Akamwangushia faradhi ya jihad,
ambayo ni fardhi tayari juu yake. Sasa mtume ataangusha fardhi ya jihad kwa jambo ambalo la khiari au jambo ambalo la sunna? La shaka anna hadha a'zam. Ndio maana mtume akamwambia toka nenda. Hakuna kufikiria. Amri. Ma kana limu'min wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyara min amri. Ma fi khiyar. Amri chatoka ya mtume alayhi salatu wasalam. Hakuna tena kuuliza tafsiri kadhaa, lakini mbona ikiwa kadhaa. Sasa somo hili ikhwan ni somo muhimu sana katika maisha yetu Waislamu, kwamba tutekeleze awamir za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Awamir ambazo ziko wazi, ambazo hazina khilafu yote ndani yake. Kusafiri kwa mwanamke katika safari bila mahram ni jambo liko wazi kabisa, halina ishkali aina yote wala halina khilafu aina yote. Mwanamke ajulikana, safari ajulikana, shida iko wapi? Hakuna tafsiri nyingine wala tawili nyingine. Iliyobaki ni kutekeleza peke yake. Na kule Waislamu kutafuta hoja ya kuikwepa amri hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni masala ya hatari, sababu ni mukhalafa wa amri ya mtume alayhi salatu wasallam. Na Qur'ani Allah azza wa jalla tuambia falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum madha fitna au yusibahum adhabun alim. Kukhalif amri ya mtume alayhi salatu rabbi wa salam alayhi si jambo sahali, hasa yale mambo ambayo yako wazi kabisa, hayana tafsiri, hayana tawili, hayana maelezo yoyote, yako wazi, muttafaq alaiha, mujma' alaiha, hakuna qaul akhar. Ingawa hapa katika masala ya safari ya mwanamke katika mambo ya haji kuna aqwal. Ukiondoa masala ya haji tushazungumza wakati wa nyuma, safari za kawaida wanazuoni hawana khilaf ndani yake, illa khilaf dhaif la yuhtad bih, لأن النص واضح قائم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. somo la mwisho ikhwan tumaliza nalo kikao cha leo ni kwa hadithi hii kadhalika inatulekeza katika fadl mushawarati ahli alilmi wa ahli alfadl fi kayfiyati alinfaq wa tasarruf fi almal. Mushawaratu ahli alilmi wal fadl, hadithi hii inatuhimiza, inatupa mwelekeo na mwongozo wa kwamba ni vizuri kwa Muislamu mwenye mali anayotaka kutoa mali an yushawira, kuwashauri ahli alilmi wal fadl, kuwashauri wenye elimu na wenye fadhila na cheo, wenye busara, wenye hikma, kuwashauri fi kayfiyati alinfaq, katika kutaka ushauri wa jinsi namna gani kutoa mali zao, wa tasarruf fi almal, na jinsi na namna gani kutasarraf katika mali. Mali ni yao, lakini ni vizuri hadithi hii imetufundisha kwenda kutaka ushauri kwa watu wenye elimu na watu wenye fadhila, kwa sababu waweza ukawa labda wewe una mtizamo fulani wa kutaka kufanya jambo fulani, lakini lao utakwenda kwa mwenye elimu na mwenye fadhila na busara, atakupa maneno ambayo yatakuwa ni bora kuliko vile ulivyofikiria. Abu Talha radhiyallahu anhu, Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu wa ardhahu ani sahabati jami'an, alikuwa na mtazamo na fikra kwamba lile bustani akilitoa ni bora zaidi, iwe sadaqa lillah wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Lakini alipokuja kutaka ushauri wa mtume alayhi salatu wasalam, mtume akampa ushauri uliokuwa bora zaidi, akamwambia aliweke bustani hili fil aqrabin, itakuwa ni bora kuliko kuliweka kwa waislamu wote kwa jumla. Kwa hivyo kwa maana ya kwamba yule aliye na mali anapotaka kutoa, hasa ikiwa mali ni nyingi, ataka kufanya khairat, ataka kufanya mashruu, project fulani, jambo fulani la khairi, ni vizuri kwenda kutaka ushauri. Jamani, mimi nitafanya jambo fulani, lakini si ushauri wa mtu yoyote, maana kuna watu wengine waweza kwenda ukawashauri kisha ukajuta kwa nini umewashauri. Atakupa ushauri mbaya sana, akwambia wewe una wazimu, mali yote hii waitwa sadaqa, una wazimu wewe. Thawabu gani? Thawabu ina swali ufunga utapata thawabu bwana. Na soma Qur'ani, mali nzuri namna hii. Wewe vipi bwana? Si ushauri. Huu ni ushauri wa shetani. Allah azza wa jalla tuambia katika Qur'an, ash-shaytanu ya'idukumul faqr. Shetani anawaahidi ufakiri, anawatishieni kwa ufakiri kwamba ukitoa utakuwa fakiri. Ndio ushauri wa shetani.
Kwa unapokwenda kumshauri mtu akakwambia zuia usitoe, huo ni ushauri wa shetani. Ahlul ilmi wal fadl atakulekeza utoe namna gani. Kama kuna njia nyingine bora zaidi ya kufanya, atakwambia fanya hivi. Hii mali yako mimi naona wewe umegawanya hivi, lakini fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Tumesoma hii katika hadithi hii ya mtume wetu salawatu rabbi wasalamu alayhi, wala hakuna ubaya, bali ndio vizuri zaidi ili upate mwelekeo, maana yule mwenye elimu atakupa mwelekeo ulio bora zaidi kwa kuambatana na misingi ya kielimu au kuambatana na mizani ya kielimu, na yule mwenye fadhila na busara ataangalia kwa busara yake ipi ambayo itakuwa na khairi na itakayokuwa ni bora zaidi kwako na kwa yule ambaye unampa. Wende ikawa labda wewe una wazo kumfanyia mtu fulani khairi fulani, akakwambia la, badala ya kumfanyia hivi mimi naona afadhali umfanyie hivi. Badala ya kumpatia pesa taslim, mimi naona afadhali umfanyie khairi hii fulani. Na kadhalika na kadhalika. Haya yote ni mawazo ambayo unaweza kuyapata kwa watu wenye fadhila na watu wenye elimu. Lakini utopata paka ushauri. Usifanye tu mambo wewe mwenyewe kwa kuwa umeamua kufanya khairat, afadhali mimi nifanye khairat. Kesho watafuta athari ya ile khairat uliyofanya hapa duniani hamna. Inda Allah azza wa jalla naam. Lakini khairat khairi yake na fadhila yake inaanza duniani. Na ndio maana Abu Talha madha qala arju birraha. Albir wain? Albir inaanza duniani. Hapa athari yake na tija yake inaanza duniani. Kwa hivyo Abu Talha alitaka khairi na thawabu ile bustani aanze kuliona kuanzia duniani, wa dhukhraha inda Allah, na ile thawabu ambayo Allah ataniwekea يوم القيامه. Ili uyapate haya mawili ndipo uende kwa shauri. Bila hivyo uenda ukafanya mashruu, ukamwaga ukaweka pesa nyingi sana mle ndani, lakini kwa kuwa ukushauri wale wanaostahili kushauriwa, ukija ukitahamaka ukasema laitani ningelikuwa nimeuliza, kumbe hii project ilikuwa haiko sawa. Haya ndio yafanya, kumbe kulikuwa na mengine bora zaidi ingelikuwa nimeyafanya. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allah wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.